asubuhi hii ya leo, ambapo mnenaji ambaye ametumiwa na Mungu katika asubuhi, siku ile asubuhi, akasema ya kwamba amezoea kupita katika hali zote na akazoea kukaa katika wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi ni wakati wa njaa, haijalishi ni mambo gani unapitia, haijalishi ni hali gani ambao unaweza kuwa uko katika hiyo hali. Na mimi mchana huu leo nimekuja nikwambie, kwa sababu unaweza yote katika yeye aliyekutia nguvu. Na mimi nimekuja nikwambie ya kwamba you are redeemed for purpose and you are renewed for the purpose of God, and you are today you will be released kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa sote tuko mahali hapa na tunatambua ya kwamba ikiwa tunasimama katika mwaka wa breaking limitations, hatuwezi kuenda kuvunja limitation ikiwa haujakombolewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukavunja vile ambavyo ni vizuizi kwako ikiwa Bwana hajakufanya kuwa mtu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukavunja hivyo vizuizi ikiwa Bwana hajakuachilia uende ukiwa na neema ya Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hauwezi ukafanya kile ambacho unahitaji ikiwa Mungu hajakukomboa wewe ili ukaweze kusimama kwa hiyo nafasi na ukaweze kuita ukuu wa Bwana katika hiyo hali ambayo uko. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anifungulie tu Galatia 3 mstari wa 13. Nitasoma mstari wa 13 kuanzia 13 hadi mstari wa 15. Maandiko yanasema, imeandikwa ya kwamba Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Ndugu zangu, na nena kwa jinsi ya kibinadamu, lijapokuwa ni agano la mwanadamu, hata hivyo ikisha kudhibitika hakuna mtu alibadilishaye wala kuniongeza neno. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa Kristo akaamua, Bwana Yesu asifiwe, na wakatokea wakauliza tutamtuma nani ili aweze kwenda kutetea maisha ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye kwa sababu alijua hakuna chochote ambacho kingeachiliwa ili kiweze kuja kusaidia wanadamu katika ulimwengu huu. Haleluya. Ili kiweze kuja kutusaidia sisi ama mimi na wewe siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Yesu Kristo akatokea akasema ya kwamba heri nitumwe mimi nikafe ili mwanadamu aweze na kuokolewa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. So mchana wa leo nimekuja niseme ya kwamba you are redeemed and released, renewed to be released. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hali ambayo unapitia hapo ambapo umekaa umesimama, lakini unaweza kuwa kunazo changamoto. Ni kweli changamoto hazikosekani kwa maisha ya mwanadamu, lakini siku ya leo nimekuja nikwambie ya kwamba you are redeemed and renewed to be released, ili uweze kufika pale mahali ambapo kunayo maono yako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, tulipoingia katika mwaka huu nikawa na wasiwasi mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu aliyetumiwa na Mungu kusema ya kwamba nitasimama kwa hii zamu, kwa hii madhabahu ama kwa hii kanisa neema iliyo hapa sasa kwa hii mwaka, mwenzako akikutangulia inabidi uwe unaomba Mungu sana, maana anaweza kapita na ile ujumbe ambao umepewa. Haleluya. Sema mtu aseme amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So aliyesimama akasema ya kwamba ninabidi tujenge uhusiano wako wewe na huyo mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo uhusiano mzuri wako wewe na mwingine, hakuna mahali ambapo tutakuwa tunaenda. Inabidi tukae wote kama Wakristo na tupendane na tuende kusaidiana ili katika neema hii ya Mungu tuweze kukaa. Ndipo Paulo akasema ya kwamba 13, Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila angikwaye juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie. Bwana Yesu asifiwe. Yeye akaamua kwenda msalabani, akatoka na
hiyo dhiki, lakini Baba yangu hawezi niacha, atakuwa pamoja nami na yeye yuko pamoja nami. Haleluya. Jinsi alivyo na wewe mchana huu leo. Haleluya. Jinsi alivyo na wewe mchana huu leo. Kwa sababu anasema ya kwamba na Paulo tena, wote waliompokea aliwapa uweza wa kuwa wana. Kama sisi hatungempokea Yesu, basi hatungepata uweza wa kukombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia akasema ya kwamba Paulo ilikuwa ni lazima atende muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni lazima afanye makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani afanye makubwa? Ile nguvu iwezayo kufanya mambo makubwa iko ndani yake. Haleluya. Haleluya. Redeem to move forward. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umekombolewa ili uweze kusonga mbele. Wewe umekombolewa ili uweze kupiga hatua ambazo zilikuwa ni vizuizi. Hizo limitation ambazo zilikuwepo zinafanya wewe ama zinanena kwenu hakuna kuendelea, lakini Bwana amekukomboa ili uweze kusonga mbele. Haleluya. Atawezaje kukomboa wewe na uweze kusonga mbele? Bwana Yesu asifiwe. Mungu alifungulia Isaya 43:19. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Isaya 43. Isaya 43:19 imeandikwa, tazama nikatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Wanyama wa kondeni wataheshimu mbweha, pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani, ili kuwanywesha watu wangu wateule wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni lazima, wakati umepata ukombozi ama wakati ambapo unachukua hiyo hatua ya kuingia katika breaking limitations. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu Bwana siku hii anasema ya kwamba you are redeemed, you be redeemed and renewed and released. Bwana Yesu asifiwe. So ni lazima kwanza atende jambo jipya kwako. Haleluya. Haleluya. Jambo jipya ni lazima afanye kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hili jambo jipya anasema na Isaya, tazama nitatenda jambo jipya, nalo litachipuka kwako. Je, haulioni? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kunazo hali ambazo unapitia, kunayo changamoto ambayo umekaa ukaona umefika mwisho, lakini maandiko yananitia wewe, yananiambia ya kwamba wakati unapofika mwisho wa mawazo yako, hapo ndipo Mungu anapochukua usukani wa kuanza pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa siku ya leo nimekuja nikwambie ya kwamba Bwana anatenda jambo jipya ambalo litachipuka kwako. Hiyo hali ambayo umekaa wamekuwekea mpaka masaa, hauoni ni vipi ambavyo utafanya, lakini siku ya leo ninakwambia, nimekuja nikutie moyo nikwambie ya kwamba Bwana yuko nawe na atatenda jambo jipya. Amen. Haleluya. Hana uwezo wa kufanya. Hana uwezo wa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo wa kufanya upo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye aliyekuleta mahali hapa na akakwambia is a life transformation center, ni lazima atafanya kile ambacho aliongea na aliyepatia hayo maagizo. Akajua ya kwamba nitajenga madhabahu, na madhabahu hiyo tutaita life transformation center. So ni yeye tu bado anazungumza na mimi leo, ananiambia kwamba anatenda jambo jipya kwako na litachipuka na hakuna wa kukuzuia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Linachipuka kwako, hakuna wa kuzuiwa na wewe. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna ambaye atakuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Hata kule ambako unaenda, Bwana anakutangulia huko. Kule mahali ambapo umeamua hayo maono ulionayo, ndipo wakati mwingine nikakwambia you are too set to be unique, don't kill your vision. Bwana Yesu asifiwe. Bwana alikuchagua kuwa tofauti, si wakati wako wa
Haleluya. Ukisoma Samueli wa kwanza 16 mstari wa kwanza kushuka, sauti ikamjia Sauli mtumishi wa Bwana, akaambiwa, hata nini mtamulilia Sauli, ikiwa mimi Bwana Mungu nimemkataa simamiliki Israeli. Haleluya. Wewe hata nini utakaa ukizungumzia yale mapito unayopita? Si wakati wa kuangalia mahali ambapo upo, si wakati wa kuangalia yale ambayo unapitia, si wakati wa kuangalia eti nimekosa kazi nitafanya nini. No. Wakilia hawana kitu, wewe uko na Mungu mkubwa aliye na vyote. Bwana Yesu asifiwe. Wakilia hauna kitu, uko na Mungu mkubwa aliye na vyote. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anasema fedha, dhahabu na vyote vilivyomo, vyote ni mali yake. Bwana Yesu asifiwe. Uko na yeye siku hii ya leo, uko na yeye kesho na milele yote. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye ameahidi ya kwamba hatakuacha, ametuahidi ya kwamba hatakupungukia. Ama jinsi alivyokuwa na Musa mtumishi wake, hivyo ndivyo alivyokuwa na Yoshua. So ni Mungu wa kupata maagano. Amen. Haleluya. Usihofu. Bwana Yesu asifiwe. Usihofu wala usiwe na shaka lolote. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni lazima utafika pale ambapo Mungu amekusudia uweze kuwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hata ikiwa sahihi dadi unaona mawazo ama unapoangalia unaona usipefika, lakini kuna yale maono ambayo uko nayo ni lazima utayatimiza kabla ya wewe kufika mwisho wako. Haleluya. Haleluya. Hata usiposema amen, mbingu zitakubali na zitaachilia tu kile ambacho ni chako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. So ninakwambia ya kwamba hakuna vile wewe utahangaika, hakuna vile wewe limiteshe zitakumaliza pale kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Walizaliwa wakaanza na Yesu, lakini walipopiga hatua wakatoka. Wewe kwa sababu ulitaka kumjua, ni lazima wewe utakaa pamoja naye. Fungulia Zaburi 91:14. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zaburi 91. Haleluya. Kwa sababu umekaza kumjua, ni lazima tutaenda naye. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba mstari wa 14, kwa kuwa umekaza kunipenda, nitakuokoa na kukuweka palipo juu. Kwa kuwa umenijua jina langu, ataniita nami nitamwitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamwokoa na kumtukuza. Haleluya. Kwa kuwa wewe umekaza kulijua jina lake, kwa kuwa wewe umekaza na kumpenda, atakuokoa na kukuweka mahali palipo juu. Haleluya. Atakuokoa wewe na kukuchukua na kukuweka mahali palipo juu, ambapo limitation hata zikiamuka, ambapo hata madhabahu ya ukoo yakizungumza ya kwamba hutoenda, hakuna atakayeweza. Maana neno la Bwana linasema ya kwamba anakuweka mahali palipo juu na kutukuze. Amen. Haleluya. Amen. Kuna kiwango ambacho Bwana anahitaji akupeleke. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kiwango ambacho tunahitaji kukaa na Bwana ili Mungu aweze na kutufundisha, aweze na kutuonyesha njia ili tuweze kufika pale mahali ambapo yeye amekusudia tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hata nilikuja nikakwambia, ikiwa kunao watumishi waliitwa na Bwana na wametembea hadi mochari, wameekelea watu mikono, wakabuka wakaenda. Hii mikono ikiwa ni Mungu alifanya hii kazi, sitaondoka kwa hii dunia ikiwa maisha itamuka ikaenda. Haleluya. Sitafanya kazi yake na nikose kuona yale ambayo alisema tunaweza kuyafanya. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana yuko, Mungu yuko,
na yuko akupiganie. Atakupigania jinsi gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Atakufanyia hii kazi namna gani? Wacha nikuonyeshe vile Mungu ambavyo yatupenda na vile ambavyo Mungu anahitaji sisi tuwe pamoja naye. Fungua nami Kutoka 23:27. Haleluya. Kutoka 23, mlango wa 23. Ambia tu mwenzako tunaendelea. Tuendako ni kuzuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kutoka 23 na mstari wa 27. 27 anasema, nitatuma utisho wangu ukutangulie mbele yako. Nitarudia tena 27. Nitatuma utisho wangu ukutangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote watakao wafikiria, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Nami nitapeleka mavu mbele yako, watakaomfukuza Mhivi, Mkanani na Mhiti watoke mbele yako. Haleluya. Hivi ndivyo ambavyo Mungu anafanya kazi kwa wale ambao wamekaza kumpenda na kukaza kutafuta uso wake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na Musa ya kwamba, Musa usiogope, kwa sababu nitatuma utisho mbele yako. Hapo ambapo naogopa, lakini mimi Bwana ninasema ya kwamba ninatuma utisho mbele yako. Hao wanao kufuatilia wataondoka kwako, na pia sitatuma utisho tu peke yake. Maadui watakuwa wametangulia mbele yako, watakuonyesha mgongo, wakiondoka kwa hiyo njia yako, wakiondoka mahali ambapo kuna baraka zako, wakiondoka kwa hiyo nafasi ambapo walisimama wakasema ya kwamba hapa hatuhitaji afike. Haleluya. Utasugua, ni lazima utamiliki. Ikiwa tumevunja limitations, ikiwa mwaka huu utaisha, ni lazima utakuwa umefika mahali ambapo pako na maono yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ukishuka hapo chini anasema, sitawaombea adui zako wote kwa mwaka mmoja, lakini nitakuwa nawaombea hatua baada ya hatua, ili wewe usije ukanisahau na kustarehe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata Mungu mwenyewe yuko tayari kukupigania, lakini anajua ninaweza kukupigania na ukaja ukasahau, ukakaa ukasema Bwana alishafanya na akamaliza. So adui hata waondoa wote, lakini anawabakisha. Lakini bado ametuma utisho kwako, ametuma utisho mbele yako, ametuma na mafu mbele yako. Hata wakitazama wanajua wewe ni mtiwa mafuta wa Bwana. So wanajua kunacho kucho kikubwa ambacho hakizuiliki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni lazima utasonga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Huwa napenda kuambia mtu mimi, ikiwa umekaa na Mungu si kwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa uliamua kupatiana maisha yako kwa huyu Mungu, si kwa bahati mbaya kuliapeana kwake, lakini yeye atakufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Atakufanyia. Haleluya. Atakufanyia. Umekaa ukaona wengine wakifanya, ukaona wengine wakiwa wametoboa kwa maisha, unakaa unajiuliza wamefaulu aje. Lakini siku ya leo nimekuja nikwambia kwamba Bwana anatuma utisho mbele yako. Si wakati wako wa kuangalia kile ambacho umekaa mahali hapo, umekaa ukalia kumwambia Bwana, kwa sababu